Kaja likanipushi likanitupa kule. Huyu bibi nikawa nimemwachia mkono, maana nilikuwa namshikilia mkono. Tuko tu watatu. Huyu mtoto wake alishavuka kuja ngambo hii. Ndio sasa nilipopushiwa kuamka kuangalia, mbona bibi ameshafariki na ni shangazi yangu. Sasa hivi mfikia wakati wa kuachia dai waka gari, ndio hali inaendelea kama hii. Sasa dai wako kama unamwachia, hata uachiaji wa clutch ulikuwa sio ule uendeshaji wa gari. Sasa imefikia hatua ameachia clutch kwa nguvu, gari imeshuka yote kama vile ilikuwa inakwenda mbele, sio reverse. Kwa hiyo basi imekuja reverse. Hako na wao mama wawili. Ilikuwa watatu. Bahati mbaya basi kaja kwa reverse. Ndio hivyo kwa umetokea hiyo. Walisema hiyo gari haina clutch vizuri, kwa hiyo inaweza ikawa basi ni bahati mbaya, lakini tulipiga kelele sana. Ingekuwa kama ni msaada angeweza kumsaidia mama asimkanyage. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Hapa ni katika maeneo ya stendi ya Dar Express, maarufu inafahamika hivyo. Asubuhi hii ya leo imejitokeza ajali ambayo imesababisha kifo cha mama mmoja ambaye anaitwa Neema Meleji, ana umri wa miaka 65. Kwa mujibu wa ndugu zake, wanaeleza kwamba mama huyo alikuwa anaelekea hospitali ya KCMC kwa ajili ya matibabu leo, lakini wakati wamefika katika eneo hili kwa ajili ya kusafiri kwenda Moshi, gari hii ya kampuni ya HC Safari ilikuwa inarudi nyuma kwa kasi kama vile imekatika breki, ikamgonga mama huyu ambaye alifariki dunia papo hapo kwa sababu alikanyagwa na tairi za nyuma zikamkanyaga eneo la kichwa, lakini upande wa miguuni. Vile vile tumezungumza na baadhi ya mashuhuda wa tukio hili, wengi wakieleza kwamba aliyekuwa anaendesha gari hii si dereva bali ni daiwaka tu ambaye alikuwa anajaribu kupaki gari, ndipo ikatokea ajali hii. Kuna haja sasa ya askari usalama barabarani kutoa elimu zaidi, hasa kwa watu ambao wanafanya shughuli za stendi. Wale madereva ambao hawana uzoefu wa kuendesha magari wasipewe magari, kwa sababu jambo hili linasababisha madhara, na si mara ya kwanza kwa ajali ya kukanyagwa kwa mtu kutokea katika eneo hili la stendi ya Dar Express. Huyu aliyegongwa ni shangazi yangu. Shangazi yangu alikuja kwangu tokea mwezi wa 2 mwaka huu. Alivyoletwa kwangu alikuwa anasumbuliwa na magonjwa. Tukampeleka hospitali ya jeshi. Tukatoka jeshi tukampeleka Mount Meru wakaturufa tumpeleke KCMC. Sasa juzi tarehe 29 tulipompeleka KCMC tukaambiwa anatakiwa aanze matibabu ndani ya siku 28. Ndani ya siku 28 tukaambiwa haruhusiwi kulazwa, ila tafuteni namna muweze kupata chumba ili aweze kupatiwa matibabu ndani ya hizo siku 28. Tukawaambia madaktari tunaomba turudi, alafu tutarudi kesho kutwa Jumatano. Tukarudi. Tulivorudi leo tukawa tumepata hela, maana walituambia kwamba wanahitaji 2.5 milioni ili ubibi aweze kutibiwa, maana hapo alipo ana mpira, tunamlishaga na mpira. Tulivyoambiwa inatakiwa 2.5 milioni, watoto wake wakaja wakapambana wakapata hiyo hela. Walipopata hiyo hela wakaniambiaje, hiyo hela tumeshapata, tunafanyaje? Nikamwambia inabidi tuende. Nikampigia ndugu yangu walioko Moshi pale KCMC jana. Akaniambia kwamba ameshapata chumba. Nikamwambia sawa tunakuja. Nikawasiliana na daktari wa huko KCMC. Akaniambia basi njooni ili aweze kuanza matibabu. Ndio leo tukaamka tukampigia jirani yetu hapo simu mwenye bajaji. Tukamwambia tunaomba uje utupeleke mjini. Tukapande basi tuende KCMC. Ndio alivyokuja tukapanda bajaji tukafika hapa mjini. Tulipofika hapa mjini tukawa tumesimama hapo. Tukaambiwa kuna basi linatoka saa 12:30. Tukasema hili la saa 12:30 hebu twende tukaliangalia lile pale. Tukawa tumesimama. Tuko hapa tuko watatu. Tuko na huyu kashikilia mzigo na mimi nimemshikilia ubibi. Ili basi hatujaliona likiwa linakuja rifa. Lilivorudi tu hivi kwa nyuma hatujaliona, likaja likanipushi likanitupa kule. Huyu bibi nikawa nimemwachia mkono, maana nilikuwa namshikilia mkono. Tuko tu watatu. Huyu mtoto wake alishavuka kuja ngambo hii. Ndio sasa nilipopushiwa kuamka kuangalia, mbona bibi ameshafariki na ni shangazi yangu. Shangazi yangu jamani, nimehangaika na shangazi yangu. Amekufa. Hapa nilipo mkono wangu hapo unaniuma jamani mimi.
Shangazi yangu mimi nitamwambiaje baba? Nitamwambiaje babangu? Hayo jamani, ndio hivyo, tulikuwa tunaenda KCMC. Shangazi kwake nanili Kibaya Kiteto. Alikuja huku kwa ajili ya matibabu. Alikuja kwangu kwa shangazi, sio kwa kaka yake. Alikuja kwangu kwa mtoto wa kaka yake. Hatujui maana sienyewe. Mimi sijaiona hata hii basi. Nimeshangaa tu kuna kitu kimenipushi nikaanguka. Shangazi yangu ndo akaingia kwenye tairi. Amekanyagiwa hapo hapo. Edward Meleji. Tulikuwa naenda hospitalini KCMC. Tulikuwa napeleka mamangu, tulikuwa ni mgonjwa. Baada tumeenda juzi, tulikuwa tumeandikishwa turudi leo Jumatano. Sasa baada ya kufika hapa, tulikuwa tunawahi basi ya saa 12. Sasa tulikuwa tunatangulia tuzoea hii basi, kwa hii basi imekuja reverse. Hako na wao mama wawili. Tulikuwa watatu. Bahati mbaya basi kaja kwa reverse. Hivyo kwa umetokea hiyo. Wagonjwa mimi nimewaleta asubuhi, nimefikisha mpaka hapa, wameshateremka, wanakuja kwa wanapanda basi la Isamilo. Cha kushangaza ni basi ya HC imetoka juu resi kwa rivers ikawagonga na nikamua huyo mmoja. Lakini sasa hiyo tumeshapaki, wameshamaliza na hela yangu wameshanipa, ndio likatokea tukio kama hili. Sasa cha kushangaza na alikuwa anaendesha ile gari anasema sio dereva na akakimbia. Na tumejaribu kumwangalia tumbane huku na huku tumemkosa. Kwa hiyo ameshaondoka zake. Kwa hiyo hali imeshatokea, ndio hivyo basi. Mambo yaendelee. Amefia hapo amekanyagwa kichwa, amefia hapa na mpaka sasa hivi kwa chini ya tairi. Sasa mimi wito kwa madereva ni kwamba wao waangalifu sana, kwa sababu madereva sasa hivi wamefikia wakati wa kuachia day work gari, ndio hali inaendelea ndio kama hii. Sasa day work kama unamwachia hata uachiaji wa clutch ulikuwa sio ule uendeshaji wa gari. Sasa imefikia hatua ameachia clutch kwa nguvu, gari imeshuka yote kama vile ilikuwa inakwenda mbele, sio reverse. Kiasi kwamba mpamia watu wote watatu, wao wawili wameruka, mgonjwa ameshindwa kuruka kwa sababu mgonjwa alikuwa anapelekwa KCMC na mwendo wake ni mdogo. Kwa hiyo amempamia mgonjwa, amemuingiza chini ya tairi, kwa hiyo mgonjwa ameshafariki. Kwa majina anaitwa Abuswai Kengera Msangi au Abuswai Shoko. Mimi nilikuwa nimeshuka kwenye Esta pale, nilikuwa naelekea hapo makao mapya. Ghafla nikaja nikaona ile gari, hiyo driver ameliachia kwa ghafla kule juu. Nikawa linashuka kwa kasi. Sasa tulikuwa tunapiga kelele kwamba unagonga, lakini bado haikuwezekana mpaka akaja akawa ameshamgonga huyo mama. Akaja sasa tairi kaja kasimamia juu yake hapo, akashuka akakimbia zake. Kwa hiyo alikuwa anashauri tu madereva kwamba wao wastaarabu, nao wakirudi nyuma wao angalie, warudi taratibu, lakini bado walisema hiyo gari haina clutch vizuri. Kwa hiyo inaweza ikawa basi ni bahati mbaya, lakini tulipiga kelele sana. Ingekuwa kama ni msaada angeweza kumsaidia mama asimkanyage. Bwana ndio. Hata mimi na wasiwasi yule jamaa, kwa sababu mimi ndio nilizunguka kule kwenye upande wake, nikamwambia sio umeshakanyaga mtu, sogea mbele. Alishuka tu hapo akamwangalia akakimbia. Akaondoka. Hakukimbia, ameenda tu mdogo hapo hivi, akavukia pale, akaishia. Ni kijana mnene hivi, rika la kati tu, miaka 35 na Afrika tu kama hiyo. Sio mzee. Abiria ndio lazima tuchukue tahadhari, lakini huyu mama ni mgonjwa, alikuwa anagonga watu wanne hapo. Kwa hiyo wale wengine walipoona kwamba tayari wameshafikia tatizo ile, ikibidi wamwachilie tu waje wakakimbia kule, ndio huyu mama akagongwa. Kwa hiyo alikuwa anagonga watu wanne.